Ikiwa wewe uko na ile thin, huwezi enda tu kufanya hivi. You need to use angling, shallowing. Yeah. Ikiwa yako ni fupi, no, hutafika downward. Ndio Nike. Kichwa ya Mr. Dixon ni dogo, lakini huku ni pana. It's big head, a narrow shaft. Kama imevalishwa kofia. Sorry guys. I think a grower is a perfect example of, like, don't judge a book by its cover. Yes, hiyo anakuambia aje, ni kizungu anatumia mingi. Usidharau ikiwa kwa suruali. Yeah, from what I understand. Usidharau ikiwa kwa suruali. Waruino Live Studios, this is IBS with Wia and Daktari Waruino. I'm a sexologist, and this is In Between the Sheets. Yeah. Daktari. Yes, we are. Uko poa? Kabisa, niko best. Leo, I think it's a discussion. Yes. Nataka utufunze more about the types of Mr. Dixon. Tujue all the types. Yes. Because mitandaoni huko wanasema nini? Too much. Wengine wako na inches, wengine hawana. Wewe ulikuwa una inchi. Wengine ni dots, wanaambiwa ni dot, kadogo. Yeah. So I think this is a very sensitive discussion. But ningetaka ukae hapa because we are going to discuss more than 20 types of Mr. Dixon. Yes. 20. And it's good they press the notification button because after this video, tutaleta pia the types of Miss V. Yeah. Yes, because kuna types pia. Subscribe, guys. Subscribe. Follow. Yeah. So we are going to start with the 3 major categories. Biologically, we have 3 major categories of Mr. Dixon. Then below the 3 categories, the major ones, we have the subcategories. That's why the total zinakuja kama 20. Yes, na pia tutawaambia by the end of this video how to use your Mr. Dixon, irrespective of the shape, of the size. Yeah. Yes. Very nice then. And it's good to say they come in different sizes, different shapes. Na who determines the size? In terms of? The size of the Mr. Dixon. It's the woman, the mother. Oh. The mother determines the size. The father determines the development. Oh. So ikiwa mwanaume amezaliwa without testes, that is the Y chromosome. The mother's. Ya mwanaume, ya baba. Remember, X come from a woman. Oh yeah. Yes. So ikiwa mwanaume amezaliwa without that development, hana makede, that is the man, the father. Ikiwa kijana amezaliwa with a small, a grower, a shower, that is the X chromosome from the mother. About the size. Yeah. Father is about the development. Okay. Thank you. So let's go now to the 3 major categories. Number 1, it's a grower Mr. Dixon. A grower Mr. Dixon hii ni dogo. Wakati haiko rigid. Na nikimaliza utakuwa unasema kama ushaiona hiyo. Hii ni dogo before ikue rigid. Ama before isimame. Before ijae damu. Ndogo ni kama inches ngapi? When we talk about small, I think tungekuwa na feet. When we talk about small, sometimes inaweza kuwa dogo mpaka 2 inches before ijae damu, like 2 inches. But after erection, inakuwa like 6 inches. Really? 5, 6, 7 inches. Kutoka 2 mpaka 6. Yes, times 2, times 3, times 4, times 5.
That's why it's called a magic one. It's a grower. A magic. It's a magic. It's a grower. We call it a grower. But some of these iko associated na men wenye hawana confidence while naked. Men, be naked and be unashamed. Love yourself. Love yourself. You are okay. You have no problem. I think a grower is a perfect example of, like, don't judge a book by its cover. Yes, hiyo anakuambia aje, ni kizungu anatumia mingi. Usidharau ikiwa kwa suruali. Yeah, from what I understand. Usidharau ikiwa kwa suruali. So that is a grower. Many men with growers utawapata hawana confidence wakiwa na sweatpants. Kwa swimming pool utapata hawana ile confidence. Kutembea lazima awe na maybe jeans, hawezi vaa sweatpants. Mkiwa fanya romance akona ile anajificha, akifika orgasm analala na tumbo kama anataka kuswim, anaficha, unless kuna wale sasa washajua, washajielewa. For those who have been coming to my classes, I don't think they have this problem now. Yes, that is a grower. It's one of the major categories. I see them pale kwa comment section. Oh, ni sisi. Squeezy, they're very proud of themselves. And I'm so happy about it. Kabisa. Number 2, it's a shower. Huyu Mr. Dickson ni mkubwa. Huyu akona maringo. Mi husema akona maringo, akona kiburi. Huyu utamuona pale TikTok. Even there is a challenge we call bubbly. Wanavanga sweatpants. Also kuna wenye hufanya content ya fashion. Wanavanga boxer. Utaipata mtu anafanya hiyo content na grower. Wanafanya kuna wenyewe shake. Yes, but the bubbly challenges and the rest. So it's a shower. Inakuaga kubwa kama even 5 inches before ikue rigid, ama 4 inches before ikue rigid. After imekuwa rigid inapata kama 6, 7. So it does not multiply times 3, times 2, maybe 1 and 1.5, maybe 1 to 1.5. Yes, so utapata ikiwa ni 4 inaenda to 6. Yes, ikiwa ni 5 inaenda to 6. So but for grower tumesema ina multiply times 3, times 4. So that's the difference. I see. So this is a shower. Hawa kwa swimming pool utaona na sweatpants. Hawa mkiwa romance anaitoa, anaweza kukupea, kukushikisha mkono, you know. they wako na overconfidence. Wako na overconfidence sana. We call it a shower. That is another major category. Our last major category, we call it micro. For micro ni dogo. Before ikuwe rigid, na kisha kuwa rigid bado ni dogo. Utapata before ikuwe rigid ni kitu kama 1 inch, ikikuwa rigid ni kama 1.5 inch ama 2 inch, maximum 2.5 inch or 3 inches. Haipiti hapo. Yes. Remember an average size dunia mzima ni 5.2 inches pale. When rigid. Yes. So hii iko below average na mbali sana. That is a micro. Lakini ina erect tu sawa. Yes. But utapata it's like 1% of men in the whole world. Si wengi. Hapana, wenye wako na hii micro. Then pia for micro, all these types ina depend unaitumia aje. And I want now to start discussing how to use these types, as we mentioned the others, kama 15 of them. Micro unaitumia aje? Tujiulize ya kwamba unataka kupea mwanamke orgasm gani? Women have different orgasm. We have C-spot orgasm. Hii ni clitoral orgasm. Clitoral orgasm, clit iko wapi? Iko juu. It's hapo juu after the pubic hair, iko hapo. Inahitaji Mr. Dickson inches gapi for you to reach to make a woman get to clitoral orgasm. Unahitaji like 1 inch. And let me tell you here, 70% of women wako na clitoral orgasm. Hawajui any other orgasm. Hawawezi fika orgasm without stimulating
the Roscoco. Mm. So huyu mwenye ako na 1 inch 2 inch ako sawa, anaweza pair 70% of women with the major orgasm, that is the clitoral orgasm. Na watosheleze kabisa. Kabisa. Yeah. Because it's a C-spot. Hapo chini ya C-spot ama clitoral kuna U-spot. It's another orgasm. Yeah. We have some tissues hapo chini ya clit. Pia hii inaweza mpea U-spot orgasm. So ikiwa uko na grower, unaweza pia pea mwanamke what we call U-spot orgasm. Another orgasm, the G-spot orgasm. G-spot iko wapi? Ukiingia ndani ya Miss V, around 1.5 inches ama 2 inches. Na hii micro pia itafika pale. Na G-spot orgasm ndio iko associated na squat. So hata hiyo inaweza fanya mwanamke afike squat. Yes. So tuseme tu like the only orgasm atakuwa na challenge nayo ni cervical. Cervical you have to stimulate pale cervix, lakini utapata many women feel pain. Yeah. Wanahisi uchungu sana. So many women don't need even the cervical. Yeah. So wewe uko na micro, you are good to go. Let's continue with the subcategories. We have another one, tunasema hairy. Yeah. Huyu na yeye ako na nywele karibu mpaka na kichwa, even the head. Unasema nywele zimefunika kila mahali? Yes, iko hairy. The only part yenye si hairy ni the gland. Lakini the we call it the shaft. Iko na nywele, lazima umushike hivi, umunyoe hivi. Yes, lazima akuwe kiparangoto. Ikiwa hutauhisi uchungu wakati wa ngono. Remember hizi nywele zikiingia ndani ya Miss V zinaweza kukata. So lazima exactly. So huyo anaitwa hairy. Number 2, another one in this subcategory, we call it big head, a narrow shaft. Kama imevalishwa kofia. Sorry guys. Ni kama imevalishwa kofia. Ni kama inaitwaje? Ikuno. What do we call it in Swahili? Mushroom. Ni kama kichwa ni mushroom. Yes. Hiyo ni mzuri sana ukitumia what we call outer course. Yes. Remember ni narrow. So hautaweza kustimulate vizuri the corners. Yeah. The walls. So unafaa kufanya aje? Brushing pale juu. Then pale ndani tumia technique inaitwa shallowing. Juu hii kichwa itastimulate vizuri wapi? G-spot. Ikiwa ni huko ndani, fanya technique inaitwa angling. Kado, ugonge hiyo kichwa huko kando. So utafikisha mwanamke what we call G-spot, C-spot orgasms na this big head, narrow shaft. No. You need to kuwa unaweza kaa style yenye utaweza kustimulate the whatever. Hizo kado. Yes. The narrow shaft, big head. Now let's go to narrow head, big shaft. Kakichwa kanaweza kudunga. Sharp. Ni dogo, the gland ni kidogo. Yaani ni kama hii mwili yangu. Yeah, kichwa ya Mr. Dickson ni dogo, lakini huku ni pana. Yes, this is another type. Ako unique, ako sawa. There is no any problem. Yes, you just need to apply the technique, ujue ya kwamba hii ni vizuri ya kustimulate the wall. Kakichwa kako pale ndani, but hizi wall juu ni kanono huku, kata stimulate G-spot, or the A-spot, G-spot, A-spot na O-spot. Pia pale chini unaweza fanya brushing. Hako kakichwa ukifanya, remember Roscoco ni kadogo. Unaweza kastimulate na hako kakichwa bado atasikia vizuri. So inaweza mpea C-spot orgasm, O-spot orgasm. Yeah, you can do that. Bila kudunga ama sio hiyo sharp ya kudunga.
Itadepend na tekniki yenye unatumia. Ikiwa we kazi yako ni drilling, utamuaffect the cervix. Yes. So it's good you understand that. Kuja class mlani. Exactly. Let's go to another one. This one is short below average and ni pana ama ni wide. The girth is big above average. Above average. Short below average. Average tulisema ni 5.2 inches. Yeah. So ni ka short but The ni girth. pana below above average. Yes. So ni kanono kafupi. Round. So kanono kafupi kata stimulate vizuri pale juu ufanye brushing na pia kata stimulate G-spot vizuri juu ni kanono. O spot kata stimulate juu katafika pale kitu 4 inches huko kata stimulate o spot A spot na pia kanaweza stimulate cervix juu si kadogo sana, lakini lazima ukae mastingo yenye ita allow deep penetration kama kagui kadoi kama advanced missionary ita stimulate mpaka pale ndani kabisa. So tumesema hii ni below it's below short than Below average but the girth ni kubwa more than average. The other one the Mr. Veiny. Huyu akona veins. Haijali kama ni mdogo ama ni mkubwa but akona veins. Yes, akona veins. Unaziona vizuri sana. So we are not going to discuss about even kama ni refu ama ni nini but huyu akona veins. Ukimuona just know that person is normal. Yeah. The other one tunasema thin kutoka kichwa mpaka girth ni wanawake huita penso. Kutoka the gland to shaft ni mslim. Huyu amekunywa green tea. Unasema yes, ni mslim. Lazima wewe utumie tekniki inaitwa angling. Ukiingia mwanamke hivi na ikue ako aroused vizuri utasikia akiwa mpana. Yes, so you are supposed to use a technique we call angling. Unaingia hivi, unapiga hivi. Angling, unapiga na angles. Yes. Ndio wewe enjoy na mwanza kwa pia. Na pia yeye enjoy. Another one. We call it bent downward. Downward. Ndio Nike. Yes, huyu amejipinda. Ako bent downward. Huyu bent downward ukubuke vizuri wia. Tulisema G-spot inakuanga saidi ya juu. Yeah. Ikiwa mwanamke ako missionary, G-spot iko saidi ya juu. Na huyu mwenye ako bent downward, akienda kuingia ni kumaanisha ata stimulate saidi ya chini. So mwanamke akiwa missionary, the bent downward haitaweza kustimulate G-spot hapa kwa entrance. Yeah. Unless you stimulate hapa katikati A-spot. But the best is tingo ya kutumia ikiwa yako imejipinda downward ama curved downward, it's doggy. Hapo utashika vizuri G-spot. Kabisa. Hiyo ingine ni curved upward. Curved upward ni iko kama C. No. It's just curved forward side ya juu. Kichwa hapa juu. Yes. So the curved upward iko sawa sana ku stimulate the G-spot. Very good to stimulate the G-spot. And lakini haiko vizuri ukiwa doggy unless uingie ndani kabisa juu ikiwa doggy the tissues between Miss V na nyuma ni very soft. Yeah. Zinaweza kuwa na tears. Ni kama hii yenye imejipinda downward akiwa missionary
That's why some women watasikia tears katikati ya misri na Mhm. kwenda nyuma. Very soft tissues. Unless uingie ndani usistimulate hapa entrance. The tissues are very soft. So anaweza hisi tears, akienda kukojoa hisi uchungu. Usikie kuwashwa. Yes. So hii yenye iko curved upward, missionary iko sawa. Okay. Then we have another one, the C shape. Sasa hiyo inakaa C. Hii number one, ujue unless ukae style yenye itastimulate G-spot. Yes, the other one yenye iko C shaped. Hii yenye ni C shaped inakaa hivi. It's like C. Na ukumbuke ya kwamba tunasema the most sensitive ni hapo juu, kuna C spot ambayo ni roskoko na ndani kuna G spot around 2 inches zaidi ya juu. Hapo juu ni sawa, anaweza fanya what we call brushing. Lakini ndani G spot akiwa missionary haitakuwa inaguza G spot. Itapiga ile kando ingine pale kando. Akiwa dogi pia itapiga kando. But ukitumia scissors, magadhi, scissors, ukitumia ready chef kama meza ya ofisi, wewe usimame hapo chini. Na uchunge usigonge meza. Usigonge meza. By the way, some of these styles ziko very delicate, ziko very risky. So iko sawa sana. Utaweza kustimulate G spot, utaweza kustimulate O spot, A spot. Get a style that works for your partner. Tumesema iko curved, iko C shape, iko C shape. Twende ingine. Ni nyingi. Ni nyingi. Hii nayo. It's big. In terms of length, beyond average. And a girth beyond average. That means iko above 5.2 inches long. Unaweza pata imefika inchi 7 urefu na upana inchi 6. Unapimaje upana? You just coil the feet, unaifunga round. Yes. So hii ni nono na ni refu. Na pia iko normal. Yes, it's normal. Kuna some percentage wako nayo. Kuna wenye huwekwa ring. Yeah, wanawekwa ring ndio wasipenetrate so deep. But niseme hivi, some women complain about it, but it's how you use it. So ukiwa mtu wako wako na hii, use a lot of lubricant, ukuwe wet vizuri, ikiwa hauna ile natural lubricant. Number 2, hold the lips with your fingers. Ukiingia, mushike lips hivi. Mwanamke anaweza jishika lips. Why? Usiposhika lips, because it's big in terms of girth, itaingia na lips, then inatoka na lips. Inaingia na lips, then inatoka na lips. Then utapata uko na tears kwa lips. They can be very painful. They can be very painful. Yes. So make sure unaitumia vizuri, then musome body language. Angalia your woman body language. Communicate. Yes, communicate. The moment mwanamke ana feel anxiety, akona pressure, the moment, then make sure ako well aroused. At least mwanamke akiwa aroused vizuri, inakuwa deep na inakuwa wide, inakuwa elastic. Communicate. Otherwise, mwanamke akiwa na pressure, akiwa na anxiety, these can lead to some other medical conditions like vaginismus. Yes, because of anxiety. So pia hiyo it exists. Understand the way unaweza kuitumia, uielewe vizuri. Learn the techniques. Learn the techniques. Come to class, guys. Exactly, exactly. Come to class. Another one. Smooth one. Too smooth. Haina veins. Yes. Pia huyu ako normal, ako sawa. Musianzange kusema hana veins. No, come on. That's body shaming. I'm coming to women on the types. Hey. Sitaki body shaming from any from men or from women. Yeah, it's bad. So hii ni smooth. Ako normal.
ako sawa, hana challenge. The other one is the straight one. Hii haiko curved, haiko C-shaped, haiko bent, iko just straight. Straightforward from the girth to the heading is straight. So those are the major types. But I always say, does it matter? That is the big question. Does it matter what you have? Does it, Doc? Yes, it does. But haiko related na kama utasatisfy mwanamke. You just need to understand the way utaitumia. Yeah. So ikiwa wewe uko na hii kubwa, huwezi enda tu kubam. No. Ikiwa wewe uko na ile thin, huwezi enda tu kufanya hivi. You need to use angling, shallowing. Ikiwa yako ni fupi, no. Hutafika cervix. Focus na G-spot na C-spot. Ikiwa yako ni curved downward, focus na doggy. Ndio stimulate G-spot. So Doc, nawaambiaje wale wanaume wako na micro? Maanake wengi wao self esteem iko chini sana. Na waona kule kwa inbox wakiulizia dawa ya kuongeza size nini? What do you tell them? Wacha niseme hivi, if you have a micro, you just need to understand how women orgasms are. Ujue ya kwamba hata ukisikia wakisema inches, ni juu hawana alternative wamepewa. So understand that the most sensitive part yao ni C-spot, iko hapo juu, na G-spot, 3 inches. And nikwambie hakuna dawa ya natural ya kufanya ikue kubwa. No enlargement solutions. Utadanganywa. Unless it's a surgery. Na surgery can affect your libido. Ama ikue kubwa, useless. Yes. Just understand that ukiitumia vizuri, ufocus, na pia learn other things. Oral. Soma oral. Many women can choose oral more than penetration. Soma finger. The best way ya kufikisha mwanamke orgasm ni finger. Ukiisoma, mi hufundisha hizo classes. Tujue fingering is an art. It's not for everybody. That is why I'm saying we coach. Subscribe. Press the notification button. We coach this. Book a section. Yes, book a session. Yes, we do this. So please. So ikiwa uko na hiyo micro, learn the technique. We'll do a video specific on micro, on how to approach a woman, and how you unaweza gain what we call self-love. How you can gain self-love. So yeah, those are the major types. Of course, ikiwa kuna ingine umekutana nayo, you can share with us. You can share with us, and we are going to discuss further in our next video. So kila mtu anafaa ajue you are okay the way you are. Yes. Uko very normal. Just because mtu amekubody shame, amekwambia ni dogo, ni dogo kwake. Yes. Kwa mtu mwingine hakuna kitu dogo, unless there is something to compare and with. The perfect one depends with the beholder. Exactly. Yeah. So for men ningetaka kusema tutoe what we call the dick mindset. The dick mindset inaharibu ngono yetu. Just know what is important is to show love, build connection. Usipewe target na mtu. And by doing that, unless you are Mr. Dickson iko na shida ya PE, tutadiscuss PE, premature ejaculation, tutadiscuss ED, erectile dysfunction. Unless you have those issues, you are good to go. Yes. Thank you very much, Doc. Thank you. You're really doing a good job to boost esteem yetu, and we're very thankful for your classes. Thank you. Ciao, guys. Bye. Subscribe. Let's meet in our next video.